Yaheshimu sana malengo yako. Ndoto huwa hazitimii. Sasa hapa ukijifanya kuwa na kiburi na kudharau misemo ya wahenga, utajikuta muda umekatika na hakuna ulichoshika, maana mshika mbili yote umponyoka. Hapa nimekuletea jengo zuri la kisasa, linavutia sana kwa kulitazama, na kama utalijenga basi utaona namna gani ambavyo litakupatia heshima. Hili jengo lina jumla ya vyumba vitatu vya kulala ndani yake. Humo ndani kuna mpangilio ambao ni mzuri na ni amazing of course, kwa sababu chumba kimoja kati ya hivyo vyumba vitatu ni self na kina choo ndani, na vyumba vingine viwili ni single vya kawaida. Mbali na kwamba vyumba hivyo ni single, pia kuna choo cha public eneo la katikati. Kwa hiyo huduma ya choo kwa ndani hapo nafikiri iko fixed na kwamba imezingatiwa, kwa sababu choo cha public kipo hapo karibu sana na vyumba hivyo viwili. Ukiachana na hivyo, humo ndani kuna sebule kubwa, kuna jiko, lakini pia kuna store kwa ajili ya kuhifadhi nafaka, vyakula na vitu vingine ambavyo vitahitajika kuhifadhika katika hili jengo. Upana wa hili jengo ni mita 11.6 na urefu ni mita 10.7. Kwa hiyo kama kiwanja chako kina mita 15 kwa 15, unaweza kulijenga hili jengo na maisha yakaendelea kuwa mazuri. Kama utakuwa na gari, hautakosa sehemu ya kulipaki hapo. Lakini pia ukiangalia kwa upande wa material, hili jengo linakula jumla ya tofali za blocks 2200 peke yake. Kama utatumia tofali za kuchoma, hapa zitakuhitaji au utatumia jumla ya tofali 7000 kamili za kuchoma. Hapa kwenye upande wa bati, nafikiri hapa ndiko ambako wengi wamekuwa wakipasubiria waone idadi ya bati itakuwa ni kiasi gani. Bati ni 82 za futi 10 na mbao zake za kenchi ni 150. Hili jengo katika baadhi ya maeneo limetawaliwa na gable roof au limedesigniwa kwa kuwa na gable roof kwa aina ya upauaji. Kwa hiyo hili huwa linapunguza idadi ya bati ambazo zinazotumika kwenye upauaji, kwa sababu kuna baadhi ya bati zitalala juu ya ukuta, hazitatumika nyingi sana kumalizia mzunguko wake, na ndio maana idadi ya bati inabakia kuwa bati ya 82. Na nikukumbusha tu kwamba wewe ambaye unatumia WhatsApp leo hii na unaifanya kuwa WhatsApp kila kitu kwako, basi tumekuja na kukufikia pia. Hakikisha unatuma message kwa WhatsApp, namba hiyo hapo ambayo inaonekana kwenye kioo cha simu yako, ambayo ni 0758 260 namba hiyo inapatikana WhatsApp. Tutumie message WhatsApp, andika neno niunge. Baada ya kuandika neno niunge, sisi tutakachofanya ni kukutumia link, na kupitia link hiyo utajiunga na WhatsApp channel yetu, na kila tunapokuwa tunaziweka ramani katika mitandao ya kijamii, basi wewe utakuwa sehemu ya watu wa kwanza kuitazama ramani hiyo kupitia WhatsApp yako. Muhimu tu ni kutuma message hiyo kwa WhatsApp, kwa sababu wengi wamekuwa wakituma message hizo zinakuwa zinaingia kwa namna ya kawaida, kwa hiyo inakuwa ni ngumu kuweza kuzijibu. Ila ukituma kwa WhatsApp, kitakachofanyika ni kukupatia link, na baada ya kukupa link hiyo utajiunga moja kwa moja kwenye WhatsApp channel yetu, na kila kitu utakuwa unakipata humo. Kama unatumia mitandao mingine ya kijamii, na maanisha Instagram, na maanisha Facebook, na maanisha TikTok, na maanisha YouTube, na maanisha Twitter ambao kwa sasa ni mtandao wa X, basi nako pia usisahau kutufollow, kwa sababu jina tunalotumia ni lile ambalo ni Makazi Mpanda. Makazi Mpanda katika kila mtandao, jina ni moja, hilo la Makazi Mpanda. Kwa hiyo hakikisha pia umetufollow huko kuhakikisha kwamba familia inakuwa kubwa sana, na tunawazingatia kila tunapokuwa tunaona familia inazidi kuwa kubwa, kwa sababu hii ni heshima kubwa, na sisi tutukifanya ni kuhakikisha kwamba heshima mnatupatia tunaichukua, tunaitunza na tunaifanyia kazi. Sio tu tunaichukua tunaitunza, bali tunaifanyia kazi pia, kuhakikisha kwamba vitu vizuri vinakuja na kwa wakati. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.